Muda wote kuanzia sasa, klabu ya Simba inatarajiwa kukamilisha rasmi usajili wa kipa mwingine wa kigeni kama sehemu ya mipango yake ya kuimarisha kikosi kuelekea mashindano yajayo. Hatua hii inatajwa kuwa ni sehemu ya mkakati wa benchi la ufundi kuhakikisha kuna kuwepo na ushindani mkubwa na ubora wa juu katika nafasi ya ulinzi wa lango la klabu ya Simba. Mara baada ya usajili huo kukamilika, nyaraka zote muhimu kuwasilishwa, kipa Pinpin Kamara anatarajiwa kuondolewa kwenye mfumo wa usajili wa klabu hiyo. Uamuzi huo unaelezwa ni kutokana na majeraha ambayo yanaweza kumweka Kamara nje kwa muda mrefu, lakini pia inachangiwa na mabadiliko ya kiufundi yanayolenga kuongeza ufanisi wa timu. Vyanzo vya karibu na klabu vimeeleza kuwa mchakato huo uko katika hatua za mwisho na kinachosubiriwa ni makubaliano ya mwisho kati ya Simba na mchezaji anayelengwa, na maanisha Musa Pinpin Kamara. Endapo kila kitu kitakamilika, mashabiki wa Simba wanatarajiwa kushuhudia mabadiliko hayo ndani ya muda mfupi, huku klabu ikiendelea kupanga mikakati zaidi ya kuboresha kikosi chake. Taarifa zimekuwa ni nyingi kwenye hasa kipindi hiki cha usajili, kutokana na kwa sababu majeraha ni kitu ambacho hakivumiliki kwa klabu zetu tuseme klabu zote, kwa sababu watu wanaenda na time. Wewe unapokaa nje miezi 6 na maana tunakulipa mshahara miezi 6, na sisi tumekupa mkataba labda wa miaka 2. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana sisi kukuvumilia. Ni bora tu tuingie sokoni tutafute golikipa mwingine ambaye tutaona anatufaa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Musa Pinpin Kamara amekalia kutikavu, na sidhani kama atakuwa na amani zaidi, kwa sababu anaachwa kipindi ambacho yuko na majeraha na hawezi kucheza. Ikumbukwe tu kwamba aliumia katika michezo kadhaa ya kimataifa na ameweza kukaa nje kwa muda mrefu sana, na akaenda kule nchini Misri kufanya upasuaji na baadaye kurudi nchini Tanzania, lakini bado hali yake inasemekana kwamba bado haijatengema vizuri. Una maoni gani kwenye sehemu ya comment?